Ningependa confirm kwamba hamna ada yoyote ambayo mteja wa bank ambayo imeanguka anatozwa. Okay? Hakuna ada yoyote. Hata hivi sasa ile bank ambayo haijaanguka hakuna ada yoyote mteja anatozwa na benki yake. Yeah? Ni bank ambayo inalipia hii ada through premiums ambazo zinalipwa annually. So hakuna ada yoyote hapo. Kwa swali la pili kuhusu hakikisho la haki. Hakikisho la haki. We normally say kwamba ukija kwa ofisi yetu na umejaza hiyo form yako ya claim, okay? Na umeweka pale kitambulisho, KRA, PIN, within 7 days of receipt of that particular form, we process and pay your money directly to your account. So hamna mtu yote atakwambia tukutane wapi, hapana. Utajaza hiyo form, utatuachia form, tuta process payment, ije kwa account yako directly. Na pesa yenyewe inatoka kwa account Central Bank direct kwa account yako. So hatuja kuwa na jambo kama hilo. Okay. So unasema kuna mtu kuonana nje nyuma ya tent? Hakuna. All right. Asante, asante. Kuna swali la kutoka kwa Bwana Ibrahim alikuwa anauliza, and I want Mr. Billy to answer this. Does KDIC cover mobile banking? Mr. Ibrahim, was that your question? Mobile banking. Bwana Ibrahim, jambo anaweza sema ni kwamba tuna cover accounts, deposit accounts. Na hata kama unatumia mobile banking, you're moving money from probably your phone to your account. Cover accounts. Tumelewana Ibrahim? Asante, asante. Tukisonga, kuna Madam Rose alikuwa anauliza kama kuna interest, sio? Yeah, alikuwa anauliza kama kuna interest kwa hizo fedha. Na nafikiri swali lako linaendana na swali ambalo limeulizwa na Bwana Dennis, the other Bwana Dennis pale nyuma, akiuliza, is there interest on the deposit? Also, when you pay back the loan, do you pay back the loan with interest? Who would like to take that? Let us, yeah, Mr. Billy, take that. Connect ayo mambo mawili. Mr. Dennis, I hope I captured your question properly. Thank you. Ningependa confirm ya kwamba benki inapoanguka, ikiwa liquidation, hatucharge interest kwa loan yako. Pia in terms of deposits zako haziani interest. Nafikiri hapo ni sawa, short and sweet. Tukisonga, kuna Bwana Steven pale aliangazia swala la benki fulani. Kuna benki mbili alitaja ambazo ziliweza kuporomoka mwaka 2015 na 16. Kuna benki mbili na alikuwa anataka sana kujua mikakati ya ambayo inahitajika kufanya ama KDIC inafanya ili kulinda benki, kuhakikisha benki kama hizo hazianguki tena. Nafikiri mliangazia hayo mambo hapo awali, lakini itakuwa ni vyema tukirejelea kidogo for the benefit of Bwana Steven. Bwana Steven, are you okay? Is that the question you wanted to ask? Thank you so much. Tafadhali. Tumpate Bwana Maika tafadhali atupe jibu, alafu tuje Madam Julie. Asante sana. Nitajibu swali ya pili. Nimesikia mara mbili, kuna benki zilianguka na wateja wanataka kujua wanalipwa namna gani. Taachia hiyo Mr. Steven Mozero. Najibu ya kwamba hii ya mikakati KDIC inaweka hii kuhakikisha kwamba benki hazitaanguka tena. Ndiyo nilikuwa nimesema mara ya kwanza. Jukumu la tatu la KDIC ni kulinda benki kutoanguka through a process called risk minimization. Ya kwamba tunapata data kutoka banks, tunaliangalia kutoka ofisi zetu, na iwapo tunapata shida lolote tunaweza kulitatua mapema na to ensure that the bank does not go under. We recommend a number of measures that need to be put in place. Julie mentioned that most of the issues that why banks goes down is because of sometimes governance issues,
asset quality, which is the portfolio tunasema hapa mambo ya kulipa loan. So through that process ya kuangalia their data, we are able to pick such issues na tuna discuss na benki tuone kwamba haitaenda chini. In case, because kuna vile itabid, but you can see from 2015 to now, 2015 to 2016, hatuja kuwa na bank imeanguka. Central Bank and KDIC have been putting in place a lot of measures to intervene and ensure that they save banks before they go down. So that process is the one that we follow to ensure that we reduce that risk of banks going down. Asante sana. Achia Mosero swali la yes. Two banks that were mentioned. Yes, quickly, Bwana Mosero. Thank you. Payment of depositors. Now, benki inapoanguka, kuna yale, when you are opening the account, kuna information ambayo ulipea bank. Okay? So KDIC collects that data together. So before payment, we try and issue out communication to all customers of the bank that now come and make claim for your deposit payment, protected deposit payment. Further, we go an extra mile, even going to vernacular stations to ensure that the outreach, we reach out to all members regardless of the sector. Early in the week, we've been touring Nakuru County, and we've been communicating to customers or depositors of failed institutions that we are paying, like Dubai Bank, like Eurobank. Please come, we have your money, come out and pay. So we have put in place those measures to ensure that outreach is high. We go all the way to ensure that the message gets to the depositor and they make the claim, they get their money. All right. Nafikiri hilo najibu pia swali la Madam Evelyn pale. Evelyn kutoka London. Na nafikiri alikuwa anasema ni nani anafuata mwenzake? Ni KDIC inafuata depositor ama depositor anafuata KDIC? Nafikiri unasema kwamba KDIC inafuatilia haswa. Ndio. Na pia hao wanaweza kukufuata. Ndio. Kwa hivyo nani kama kuna mtu yeyote hapa alikuwa na fedha kwenye Dubai Bank na Dubai Bank, Imperial Bank, Chase Bank, please come. Joe. Yeah, Joe. We are paying. All right. Asante. Tuje kwa Madam Julie, kuna swali hapa. Bwana James pale nyuma aliuliza mambo ya special fund investment, naomba uangazie hilo. Pia Veronica aliuliza swali fulani hapa ambalo ni muhimu. Aliuliza wakati ambapo KDIC imepata habari kwamba kuna benki ambayo haipo sawa, wakati mnaingilia kati, do you inform the public wawe chonjo ili pesa zao wasio wanaendelea kuweka deposits kule? Alafu pia inaendana na swali fulani la Bwana David pale, alikuwa anauliza mambo ya hiyo 500,000. Ndio, ikiwa 500,000 ndio ile pesa ambayo mnaweza mkatoa mapema sana kwa ile ambayo iko insured, ni up to 500,000. Alafu beyond 500,000 nilisema that is uninsured, na ambayo itatolewa kutoka kwa ya loan na liquidation process na vitu kama hivyo. So yeye nafikiri alikuwa anauliza, je, is it advisable kwa wananchi wawe wanakuwa na limit ya 500,000 kwa bank tofauti, au wanaweka 500,000 ile ya juu wanaweka kwa mattress? Tafadhali. Msiweke pesa zenyu kwenye mattress. Ujumbe wetu kwenu ni pesa zako ziko safe kwenye bank. Sawa? So nitaanza na swali la James ambaye ameuliza kuhusu special fund investments. Kuna shirika la serikali ambalo ni Capital